80s Vibe Series. Wapenzi watazamaji wetu wa kipindi cha 80s Vibe Series. Sasa leo bwana nina furaha sana ya kukaa na legend mwingine, one of my favorite players of all time. Na tutaongea mambo mengi ya mpira na naamini watazamaji wetu mtafurahi sana. Sasa leo niko na kaka yangu hapa Abedi Mziba. Karibu sana kwenye kipindi chetu hapa cha 80s Vibe Series. Mimi bwana kitu ambacho napenda na watazamaji wetu wengi wameulizia, wanataka wajue ulianzaje, unaona, in the beginning ukafikia mpaka level ya kucheza mpira professional. Maana unajua miaka ya zamani wazazi wengi walikuwa wanaona mpira bwana hii sio tunataka tu uwe engineer ama uwe nini, lakini ili kuwaje na ulitokea wapi mpaka ukafikia hapo? Nashukuru sana. Mimi kwanza ni mzaliwa wa Kigoma, mjini Ujiji. Nimesoma pale primary school ya katika shule ya msingi inaitwa Karuta Primary School. Baadaye nikaenda Kigoma Secondary School. Lakini kabla ya hapo nilianza mimi mpira wa mtaani tu. Unajua maisha sisi wa Afrika, tunajua wenyewe jinsi historia zetu zilivyo za kimaisha. Sawa. Mimi natoka katika familia ya kawaida tu. Sitoka katika familia si masikini si tajiri. Niko katika familia ya kawaida ambayo wazazi tunaweza tukala, tukashiba watoto, basi tukapata nguvu za kwenda kucheza. Sasa tukapata nguvu za kwenda kucheza lakini ndio inakuja hapo. Na jambo linaweza kuja hapo kwa ninasoma, lakini kuna kitu pia unapenda. Kuna kitu unapenda kama vile mpira. Unajua mpira unapendwa na watu wengi duniani. Ndio. Na wakati tulikuwa tunaona mifano ya watu wengi kwenye magazeti. Unajua enzi za zamani, magazeti, redio. Unafuatilia sana. Utasikia mpira huko wapi Ulaya, utasikia Simba na Yanga. Simba na Yanga na sisi tumeanza kuzisikia, japokuwa leo tumekuwa legend. Lakini tumeanza kuzisikia na sisi tunazifuatilia kwa karibu sana. Tusikiza mechi za Simba na Yanga, basi inakuwa hamlaliki mtaani. Kila mtu anakuwa mpaka mazoea anakuja, unajikuta automatically mpaka unajipa jina la mchezaji mmoja, unajikuta unapenda klabu wewe hujaiona. Hujaingia hata mechi moja wala hata mechi moja, yani wewe wala hujafika. Na kipindi hicho ukitaka kusafiri kuja Dar es Salaam ni likizo. Likizo yenyewe utafikaje klabuni pale Yanga, utafikaje Simba, inakuwa hujui unaanza nini wala namna gani. Lakini katika maisha ya mpira mimi nilikuwa na timu yangu pale mtaani. Nilikuwa na timu yangu mtaani. Sijui ningeweza kuonesha, nafikiri ninayo. Sawa. Lazima tujue timu ya mtaani kwanza, kwa sababu unaweza kuta mpaka leo bado ipo. Ndio nilianza kabisa nikiwa mdogo kabisa. Nafikiri unaweza hebu nani hapo utanigundua mimi niko wapi hapo. Hapo unaona tuna kikombe, unakiona kikombe hapo? Tuna begi letu la huduma ya kwanza. Hicho timu kinaitwa ni Brazil Football Club. Hiyo ni timu yangu ya mwanzo kabisa ya udogoni. Unaona hapo ni mdogo kabisa. Hii timu ya Brazil siwezi kuisahau kwa sababu ndio timu yangu nilianzia na watu wakaanza kuona kipaji changu hapo. Kuna mtoto bwana anacheza vizuri. Wanaenda kumwambia mzee hana interest. Mzee anasema bwana wewe soma bwana, jitahidi bwana madrasa, jitahidi bwana soma bwana. Kama sawa najitahidi tutasoma mzee, wakati hata sijajua elimu maana yake ni nini. Unaona unaanza mpira. Unaona.
lakini baadaye tukawa tuna kidogo nikitoka shule niko kwenye mazoezi, kutoka shule niko kwenye mazoezi. Watu wanasema kuna mtoto ana kipaji bwana, lakini mzuri bwana, ni mtu ambaye anapambana. Mimi nilikuwa napambana tangu mdogo. Tangu bado mdogo nilikuwa na pulling nzuri, kwa sababu nilikuwa natumia na mwili wangu. Unajua unaona hapo nilikuwa ni mrefu lakini nilikuwa na nguvu sana ya kucheza. Kwa hiyo nikawa naaminika sana sehemu zote kwa wenzangu na timu nzima kwa ujumla. Ilifikia time mimi hata kwa natumwa nyumbani zamani, unajua unatuma peleka unga kasagishe, peleka kasangishe, watoto mtaani wanakataa. Tuna mechi leo. Njoo hapa tuna mechi leo. Wewe nenda nani? Nenda kasagishe mimi nabaki. Sasa unarudi pale, mimi nabaki pale. Kwa hiyo mimi tukienda kwenye mechi mimi nafanya kazi. Nimekwenda mpaka hapo tumemaliza, nimekwenda shule sekondari, tulicheza pale, lakini kabla ya hapa shuleni mimi nilikuwa na kodiwa kwenye timu zingine za mtaani. Okay. Nikitoka shule mdogo tu nakodiwa nyumbani, timu zingine za mashirika kama vile National Milling. Nilipita National Milling ya Kigoma. National Milling mwenyekiti alikuwa ni marehemu Mzee Juma Salum. Okay. Ambaye aliwahi kuwa kiongozi wa Simba. Alikuja pale kama mfanyakazi miaka ya 70 ile. Kama mfanyakazi akatukuta pale. Sasa na sisi tulikuwa tukitoka shule tunachukuliwa kwenye mechi kama tunalipwa vile. Wachezaji wa kulipwa. Tunakodiwa tunakwenda kucheza mechi, anaanzisha shirika lile. Mpaka ikatengenezwa timu ile. Lakini baadaye kwa sababu tulikuwa tuna timu zetu zingine za nyumbani za asili kama vile ufundi, bantu, soka, timu ambazo zote nimepitia. Bado tukawa tuna nguvu nayo sana ile, kwa sababu nilikuwa nanishabiki kama timu ya wageni. Sasa sisi tulikuwa kwenye timu za wazawa. Baada ya hapo, baada ya kumaliza shule sasa ya msingi, nikawa naanza sekondari. Sasa nikawa tupo na timu ya Bantu. Bantu ni ya Ujiji Kigoma. Nilikuwa katika wale vijana ambao ni wazawa pale, nikacheza kidogo, lakini pia nikacheza soka. Hii timu inaitwa Soka Football Club, ambao viongozi wao walikuwa kina Mkalimoto, Mohamed Ahmed Mkalimoto, na hiyo timu ilikuwa na baba yake na Kaseja. Baba yake na Kaseja walikuwa ni senior, sisi tulikuwa ni wale under 17. Okay. 17 ndio tulikuwa sisi pale, wenyewe wanacheza, sisi tunacheza saa 8, alafu wenyewe wanakuja jioni pale wanacheza and then baadaye baada ya kumaliza shule sasa ndio tukaanza sasa kujiunga na timu kubwa. Timu yangu ya kwanza kubwa kujiunga ni Ufundi Football Club ya Kigoma Ujiji. Pale ndio nilianza baada ya kumaliza shule. Sasa nikasema hapa Ufundi ndio mimi nilikuwa ni mchezaji wa kwanza kutoka shuleni pale. Nikaja kachukulia, kwa sababu wale Ufundi walianza kunichukua wakienda kwenye mechi za mikoani. Wanakuja kuniombea ruhusa shule. Tunamhitaji Abedi, kuna naye labda Tabora kuna mechi zile za kanda zile. Na kwenda, wanafunzi wenzangu wanafurahi, wanaona kama mwanafunzi mwenzao nasafiri. Na mimi nafurahi, nasafiri, naona nasafiri, najua miji. Nimeanza kujua miji mapema. Basi baada ya hapo sasa nikawa nimejiunga sasa na Ufundi, nikawa ni mchezaji rasmi. Ufundi sasa tukaanza kukutana na watu tofauti sasa. Tunakutana na kina Makumbi wao walikuwa kutoka Pamba. Maana Makumbi nayo Kigoma hiyo. Makumbi na Kigoma sasa anakuja na Pamba, kina Gala Buruhani wale. Tunakutana nao, tuko timu tofauti lakini timu zote ni za pale Kigoma mjini. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mmoja wapo wachezaji wengi nilicheza nao, kina Maremo, Ramadhani Amigo, kina Niga, kina Ngunga, kina watu wengi wengine wameshatangulia mbele ya haki. Unaona bwana, nilikuwa uzuri bahati, nilipata bahati sehemu zote nilizopita. Nilifanya vizuri kwa sababu naamini mimi nilikuwa najituma. Na naamini nilikuwa nafuata maelekezo ya
ya walimu wote ambao niliopitia. Na kwamba watu walikuwa wananipa matumaini, bwana wewe ni mchezaji mzuri, sasa unatakiwa ujitahidi usiishie hapa ulipo. Na kweli na mimi nikaona kwamba kwa nini niishie hapa? Koja na mimi siku moja naweza nikapata bahati nikacheza katika timu hizi kubwa, lakini Mungu akawa ameandika kwamba njia niliyopita nilipita njia sahihi kabisa. Sawa. Katika kupita kuna timu baadhi zikaanza kuonesha nia ya kunichukua mimi. Timu moja wapo ilianza kunichukua kutoka nje ya Kigoma. Ni Reli ya Dodoma. Okay. Reli ya Dodoma ilinichukua, nikawa ni mchezaji wa pale, na mimi ni mchezaji wa kwanza ambaye nimeacha history. Hata leo ukiuliza mtu wote Dodoma atakwambia mchezaji akina Ali Kituru ambao tunacheza nao. Unaweza ukauliza ni mchezaji gani ambaye tuachia historia hapa Dodoma, ni mimi, kwa sababu mimi ndio mchezaji wa kwanza niliofunga goli la finali wakati tukiwa tunacheza Mbuya Cup. Unajua zamani kulikuwa kuna mashindano ya kila shirika lina mashindano yake. Kama unakumbuka. Okay. Reli walikuwa na mashindano yao wanaita Mbuya Cup. Okay. Yale mashindano yalikuwa ni nchi nzima. Nchi nzima tunakutana Dodoma wote. Kwa hiyo kuna netball, basketi, nini, volleyball, kimbia sana nini, ukimbia na magunia, mpira wa miguu. Kwa hiyo mimi nafika pale kwa mara ya kwanza, mimi nimewafikisha finali mimi mwenyewe. Na tumefika finali kwa kukutana na timu ya mkoa Reli ya mkoa wa Morogoro. Na Reli ya Morogoro ilikuwa sio mchezo. Tunakuta kina Malota, kina Jangalo, nani. Lakini mimi nilifunga goli langu moja ambalo lilichukua ubingwa na kuweka history pale Dodoma. Nikaona kama pale ni katika ile timu ya mkoa wa Dodoma Reli. Kama ni mfalme fulani. Kwa hiyo nilikuwa na sauti, alhamdulillah nilipata sauti pale na nikapata upendo. Lakini kabla sijamaliza nilichaguliwa timu ya combine ya Reli Tanzania nzima. Sasa tulikwenda kuweka kambi Arusha. Ndio hapo nilianza sasa kuonekana kwamba natoka sasa. Wakati tulikuwa tumeweka camp Arusha, nilipigiwa simu na ndugu zangu kutoka Kigoma. Bwana tunatakiwa na RTC Kagera. Tukapandishe daraja, tunakwenda kucheza ligi. Basi mwaka 80 hiyo. Natoka Dodoma Arusha, napanda treni mpaka Kigoma. Kigoma nakutana na wachezaji wenzangu. Tuliondoka ilikuwa mimi, Hamisi Mgoi, Marco Selemani, Abdalla Burhani, Omar Mino, Rajabu Msingida. Ambao kama uliwahi kumsikia Rajabu Msingida, sio Msingida yule. Ile Rajabu Msingida ni jina tu wamempa baada ya kutoka Malindi. Baada ya kutoka Malindi. Baada ya kutoka Kagera tulivyoachana naye, yeye akaja Singida. Okay. Akaja kuchezea Singida, Mto Singida. Okay. Wakati anacheza Mto Singida ndo akapata ile Singida na wale Malindi walimchukulia pale Singida. Okay. Kwa hiyo tukachukuliwa tukaenda Kagera. Kwa vijana kama 8. Hapo ndo nikaanza mwanzo sasa wa kutoka. Natoka sasa kwenye mkoa kwenda kupambana na timu kubwa. Ndio tukaanza kupambana sasa kwenye ligi daraja la kwanza kipindi hicho. Ndio. Pana ligi daraja la kwanza tukafanya vizuri, hatukufanya vibaya mpaka tukacheza robo finali. Lakini nusu finali tukacheza Zanzibar. Unajua zamani kulikuwa kuna ligi ile ya makundi. Ndio. Kundi moja Dar es Salaam, kundi lingine Zanzibar. Timu za bara na visiwani tunaungana, tunakuwa pamoja. Sasa nacheza mshindi wa Zanzibar namba 1 na namba 2, na Tanzania bara moja na namba 2, na unakutana robo final. Sasa sisi tulikuwa kwenye kundi hilo la mshindi wa kwanza alikuwa ni Simba, mshindi wa pili ni Kagera ambao tukaenda kucheza kule na nani sasa Yanga. Mechi ya kwanza sisi tukaanza kucheza na Yanga. Hapo ndo lilianza kuonekana kwamba si mchezaji wa kawaida, anaweza akathubutu. Na kweli kutokana na umri niliokuwa nao nilithubutu, kwa sababu nilikuwa napambana. Baada ya kumaliza mashindano yale pale tulifungwa na Yanga goli 5-1. Tulifungwa na Yanga goli 5-1, lakini hizo 5-1 sio za kitoto. Ni 5-1 kutokana labda
timu tuliocheza nayo. Alafu kichukua na wachezaji kwa mara ya kwanza. Ndio mtu unakutana na klabu ya Yanga, lakini Yanga walikuwa na watu Isiaka huyo alikuwepo kwenye timu ile, Marem Juma Mkambi, Omar Hussein, Charles Boniface, Charles Kilinda, Charles Alberto, Saleh Hija, Athmani Juma Chama, Alan Shomari, Ahmed Yamasha, Yusuf Ismail Bana. Sasa unaona ni timu ya namna gani? Timu ya namna gani ukutana na miamba yani. Watano mmejitahidi. Tulijitahidi mpaka half time, lakini sisi tulikuwa tunaongoza goli moja, ndio tukaongoza sisi half time mpaka goli moja. Alifunga Abdalla Burhani. Assist nilimpa mimi. Kwa hiyo mpaka half time ikawa watu hawatuelewi kabisa pale uwanjani. Hawa vijana wanataka nini wao? Watu wanataka ubingwa alafu wanakuja kuvuruga. Haiwezekani. Kwa hiyo tulibadilisha hali ya hewa kwa muda ule, hali ikabadilika. Lakini Mungu akamalizia tukawa tumefungwa goli 5-1. Baada ya hapo sasa tunapata promise ya kwamba Young Africans wanakuhitaji usaidie nguvu. Sasa mimi nikawa napiga hesabu na kwendaje Young Africans. Ukiangalia pale kuna Rashidi Anzuruni marehemu, nafikiri unamfahamu. Yes. Tapata namba kweli pale. Ukichukulia kwamba kuna Omar Hussein, tumweka benchi kweli. Alafu kichukulia watu wakati huo wako timu ya taifa wachezaji karibu ni 6-7 pale. Kina Juma Mkambi na nini. Naona hapana. Lakini nikasema mtaweza. Kwa nini? Kwa sababu lazima nitumie nafasi. Sasa kuna nafasi nyingine mtu anakuja anamwambia tunaomba tupate huduma yako, na mimi kiangalia age wise bado ninaniruhusu. Bado nina miaka 21 bado mdogo bwana. Kwa nini nisipambane na hilo? Kwa hiyo nilipambana kiukweli mpaka Young Africans. Young Africans nateremka pale. Kwa hiyo Young Africans ukaingia mwaka gani? 82. 82 niliingia pale Young Africans, lakini nilipokuja Young Africans nikakutana kuja kufanya usajili wangu. Young Africans nilipata nafasi imejaa tayari. Walikuja kunisajili, walinisajili lakini wakawa wameomba ongezeko muda TFF ambaye FAT wakasema hapana, Yanga mmeshachelewa. Kwa hiyo mimi mchezaji mmoja tu, kwa sababu Yanga ameshajaza nafasi zake zote. Lakini mimi mchezaji mmoja tu kaonekana tunafanyaje? Tumtoe nani? Nani? Kaonekana hapana. Huyu mchezaji kwa sababu ni mzuri, tukaeni naye. Lakini wakati huo upande wa pili wakati amekuja kunishawishi kwa kwenda Brazil. Unajua kipindi hicho Simba anakwenda Brazil. Wanaenda Brazil mazoezi. Kuna safari Brazil bwana. Nini nikasema hapana, kama Mungu kishaandika hapa. Mimi ni hapa vishawishi sio. Unajua kule nafasi utapata, na kweli Simba alikuwa na nafasi. Ndio wamekuja kina Mogela, kina Malota, kina Sospita. Wachaji kina Tobias Nkoma, kina Shomari ndio ameingia na mimi kipindi hicho. Unaona. Lakini nikasema basi mimi ngoja nibaki hapa. Badilika kwenda kokote, mimi nibaki hapa. Kwa hiyo nimebaki pale. Mechi zangu za kwanza nakumbuka mechi ya kirafiki ilikuwa ni Yanga na kitu kuna cheza na timu ya taifa nafikiri, kwa sababu timu ya taifa ilikuwa inajiandaa kwenda wapi. Ilifunga goli 2. Mimi mwenyewe nilifunga goli 2. Bwana nilifunga mechi yangu ya kwanza. Mazoezi Karume pale uwanja wa Jangwani Kabuni. Nilikuwa ni miongoni na watu ambao katika vijana waliokuja nilikuwa nafanya vizuri. Na kweli na mwitikio, nashukuru Young Africans mashabiki walinisupport sana wakati naingia. Sasa mimi mwenyewe nilikuwa naona kama ni ngumu, lakini supporting yao ilinisababisha mimi nikaonekana kwamba kwa nini kwamba watu wanasupport hivi, kwa nini mimi nisijitolee. Kwa hiyo nilikuwa nafanya vitu vingine vya ziada. Nafanya mazoezi tofauti na mwalimu. Nafanya mazoezi, kwa mfano mimi nilikuwa nakaa Magomeni, nilikuwa naweza kukimbia pale, nafanya road work natoka Magomeni na kwenda mpaka Ubungo, nitoka Ubungo mpaka Tazara mpaka Bibi Titi Mohamed. Ndio nilikuwa ruti yangu hiyo. Mimi nilimwambiaga watu wanakuwa unajua kutafuta nani jina sio mchezo. Kuna kazi sana inafanyika kwenye background. Kuna vitu vingine unafanya ni siri yako. Mimi nilikuwa natoka Magomeni pale Ng'ombe Chai mpaka Ubungo Mataa.
Atan left Mandela. Unakwenda nayo ile unakwenda nayo mpaka Tazara. Nanda kuna speed hiyo. Unakwenda nayo hiyo. Tazara na left mpaka Bibi Titi Mohamed. Bwana. Na cross Morogoro Road. Unaanza tena kupanda. Na Tremka Magomeni. Bwana. Hiyo route ndefu sana. Kipindi kile nchi ina raha, maziwa yapo dukani, miaka 80 maziwa yapo dukani, mkate wa Sia kila mmoja tu. Mkate wenyewe na maziwa. Sasa mimi nikija pale nikichukua jamu ile la lita 1.5, nikichukua na mkate wa Sia, safi kabisa. Saa 9 niko Jangwani. Kwa hiyo Mungu na akanijalia kutokana na mimi nilikuwa najibidiisha. Nilikuwa najibidiisha. Kaona kwamba hii ndio imeshakuwa nafasi yangu. Kwa hiyo na mimi nikapata uzuri bahati kwenda Yanga kana safari ya kwenda Afrika Mashariki na ya Kati. Kisumu. Kisumu tukawa tumepangwa kundi moja Yanga, Bata Bullets ya Malawi, KCC ya Uganda. Pamoja na Gor Mahia Kenya. Lakini tulifanya vizuri. Yanga tutoka pale mshindi wa kwanza. Tukamshinda kwa tuliwafunga KCC. Tukawafunga Bata Bullets Malawi. Kinafiri wale kinafiri kama unasikia kinafiri kina Hare Waya, Lawrence Waya. Bwana. Ndio timu ile ilikuwa. Tukaja tukafungwa na Gor Mahia kwa sababu tulikuwa tumesha hata tungefungwa tulikuwa tuna kwa hiyo kama tumesha qualify. Lakini ile hali naikumbuka mpaka leo. Ile hali ilituletea tabu sana. Baada ya si tucheza kama fair tu, lakini hatukujua madhara ya baadaye. Kwa sababu sisi tulikuwa tunaanza kucheza na Rio Tinto ya Zimbabwe. Kwenye robo finali. Kwa hiyo mshindi wa pili alikuwa ni Gor Mahia. Gor Mahia anaenda kucheza na FC Leopard. Kwa tukawa tumepiga shot. Yaani tunawapeleka watu ambao wanatakiwa wacheze finali. Robo finali. Baada ya kuwapeleka finali. Basi huwezi kuamini Paul. Tulikuwa tulizomewa kuanzia Kisumu mpaka tunafika Nairobi. Tuzomea tu. Mnye mko njaa. Sasa kwa nini tulitengeneza yani kitu kibaya? Yani mpaka tunafika Nairobi tunacheza na wale Rio Tinto, tunafungwa. Refali kutoka Zanzibar anasema haya mambo yote mmejitakia nyie. Tulifungwa goal to loss 1-0. Mambo yote mmejitakia nyie. Mnaongea kabisa, mmeleta ugumu hapa. Mlikuwa mmemleta Gor Mahia wa nini hapa mjini? Kwa hiyo tulifungwa goli moja, tukawa tumetoka kwenye mashindano. Mechi ya pili wanacheza Gor Mahia na FC. Alifungwa Gor Mahia kwa penalty 5-5. FC Gor Mahia kwa amefungwa, Mahmoud Abbas akawa shujaa kwa sababu alidaka penalty 3 katika penalty 5. Kwa hiyo kutoka huko sasa nikawa nimekuja na jina sasa lile la mashindano ya Afrika Mashariki na Kati. Nimekuja nimefanya vizuri sasa mimi, wakati tulikuwa wageni mimi na Makumbi. Kina Omari Hussein tayari watu wa Shoko Giant pale wenyewe. Hawana na sisi tulikuwa tunasema sisi newcomers vijana wanamkia. Lakini kwa bahati mbaya sana sikuwepo kwenye usajili wa mwaka 82. Sikuwepo kwa sababu nilichelewa usajili. Kwa hiyo nikawa ni mchezaji nipo nasubiri dirisha dogo. Kipindi kile dirisha dogo hakuna. Utamaduni wa dirisha dogo ulikuwa bado haujaingia. Kwa hiyo ni mpaka season. Kwa hiyo nikangojea season ikaisha. Mimi nikawa nasafiri na Yanga sasa. Unapokwenda kote nakuja kote na mazozini kila siku safari hoteli mimi tuko na club kama mchezaji ikiwa na mechi tu kasoro mechi tu. Sasa mwaka 83 sasa ndo nikaanza kuingia mimi sasa nikuingia tukachukua ubingwa na bahati nzuri nilikuwa top scorer wa club. Nilikuwa top scorer wa club. Na nashukuru Mungu na katika kipindi chote nilichokaa muda mwingi nilikuwa ni top scorer wa club. Bwana. Hiyo kama nimeshakuwa
top scorer si wa nchi lakini wa klabu hiyo na uhakika. Sawa. Na matokeo mechi nyingi nilikuwa naamua Mungu ananijalia naamua Yanga anachukua ubingwa, ushindi, mechi zile critical kabisa. Na bahati nzuri nikaja katika kundi, ukinitajia wachezaji 5 ambao wamefunga mtani ndo nani zetu hizo na mimi nimo. Ukisema katika wachezaji 5 ambao wamemfunga mtani, basi na mimi nimo. Nimo. Ulikuwa unamtesa sana mtani. Na mimi nimo, nimewafunga kama mara 4 hivi. Kama mara 4. Kanaongea Makumbi Juma anasema na yeye ilikuwa ni atashindwa kote, lakini kishafika mtani wa jadi lazima. Kwa hiyo ndio njia niliyopitia. Bahati nzuri 83 kani mwaka mzuri sana kwangu. Nilichukua ubingwa wa nchi, nikachaguliwa na timu ya taifa ya Tanzania. Nikafanya vizuri hata kwenye timu ya taifa, na mechi baadhi tulizocheza mashindano yalifanyikia, challenge ilifanyikia Nairobi. Ndio. Nilitoka na mimi na goli zangu 2. Pamoja nilikuwa naanzia substitute kwa sababu siku nyingine mwalimu alikuwa anaanza na Pitatino na Ngulungu na nini, siku nyingine naingia. Lakini Mungu alinijalia nilipata goli zangu 2 katika hayo mashindano. Basi ikawa imeniweka katika kundi zuri ambalo na mimi unaweza nikakutana na baada ya kukutana tena na walimu wengine wengi, kina Rudi Gutendorf, kina Hudson, nani, kina Joe Bendera. Katika walimu wako makocha, nani ambaye unaona kwamba ulifanya naye vizuri, ambaye alikuwa anathamini talent yako na akaijenga vizuri mpaka akakufikisha ulikofika? Kwanza mimi na imani ujana ulinisaidia. Ukiachia mbali kwa sababu zamani ilikuwa ni more physical, mwenyewe unajua. Ndio. Ilikuwa ni physical sana kuliko mambo ya technician na nini, technique na nini. Ila kwa hiyo mazoezi yote ambayo nilikutana nayo, mwalimu yote aliyokuja pale Yanga, ulikuwa uko very fit, alinipa kipaumbele kwa sababu mimi nilikuwa niko fit tayari. Fit kabisa. Nilikuwa naangalia mapungufu yangu ya kila siku mimi mwenyewe ndani ya moyo, na mimi na pungufu 1 2 3 nalifanyia kazi, lakini kitu kikubwa lazima kwanza niwe fit. Niko fit. Kwa hiyo nikawa kwanza mimi mwenyewe najiangalia mimi mwenyewe, nikiwa na pumzi namna hii ninaweza kufanya jambo lolote. Sawa. Kwa hiyo walimu walinisaidia sana, lakini katika walimu ndio pita nao Abraham Juma marehemu. Marehemu Abraham Juma alikuwa mzuri. Kwanza alikuwa anakufundisha, alikuwa ni mwalimu rafiki. Atakufundisha then atakuita, mtaongea naye, na unajua yule alikuwa ni legend, alikuwa ni mfundi. Kwa hiyo anakuambia, anakupitisha mle fanya 1 2 3 4 5, utakuwa mchezaji mzuri, fanya hivi. Na kipindi chake nilichukua ubingwa. Kwa hiyo alifurahi. Na mwalimu mwingine nilikutana naye katika wazawa, Mwinda Ramadhani. Mwinda Ramadhani ambaye sasa hivi nafikiri yuko Uingereza. Mwinda Ramadhani alikuwa ni kaka rafiki, kaka kocha. Maana yake anafundisha then tunakaa kama brothers, brother. Kwa sababu unajua tunatoka naye sehemu moja. Kwa hiyo ananiambia mapungufu yako ni 1 2 3, unatakiwa ufanye 1 2 3. Sawa. Next game nafanya vile, basi nakuwa ninawarahisishia. Kwa hiyo walimu wengi walikuja, walinipa kipaumbele cha kuanza kwenye timu ya kwanza. Uzuri wa bahati, sikupata bahati ya kusema kwamba labda mimi naanza substitute. Ukiniona substitute unajua niko ni injury. Nilikuwa napata bahati hiyo. Kwa hiyo nilienjoy kwenye hali hiyo. Sikutana na hayo madhara, sijui mechi 3 sichezi. Sio kweli. Ukiwa fit huko kiwanjani. Ukiwa fit niko kiwanjani. Na timu ya taifa ulicheza kwa muda gani? Timu ya taifa nilicheza 83 mpaka 87. Wow. Miaka mingi sana. 83 mpaka 87. Wow. Kwa sababu unajua wachezaji wa zamani mlikuwa fit sana. Unakuta mtu
kwenda professional miaka karibu 10 na kitu. Na kuchezea taifa miaka 4 mfululizo. Tupata bahati ya kwenda, tulipata bahati ya tour moja ya Russia. Kwenda Russia tukakaa Urusi pale, tukakaa mwezi mzima. Mlicheza mechi kadhaa pale. Pale tulikuwa ni mazoezi tu. Amkuomba mechi za kirafiki. Mechi tulikwenda kupata Ujerumani. Hebu tuambie mlifanyaje huko Ujerumani? Ujerumani hatukuwa na matokeo mazuri. Kwa sababu tulikwenda kucheza na timu za vijana hawa, na kukuta watu wako kwenye mafunzo, wameshafundishika. Wako vizuri. Na wako kile wanachoamini wanachokifanyia kazi, wanakutazameni, wanajua hawa na mapungufu haya na nini, na kipindi kile sisi zamani hatujajua ule nini kabla ya kwenda kwenye mechi. Ndio. Wake unajua tu kwamba chakula ni wali tu, sala basi samaki au nyama, kumbe vitu vya utakiwa kula vile wakati tunakwenda kwenye game. Kwa hiyo sisi tunakaa tunashindilia. Tulifungwa mechi ya kirafiki, tulifungwa mechi zote tulizocheza 3 pale Ujerumani. Tulifungwa mechi ya kwanza, tulifungwa goli 7-1. Alifunga goli moja, alifunga marehemu Rajab Risasi. Mfano kwa anachezea Pamba. Mechi ya pili tukafungwa na wale vijana wa Stuttgart. Lakini hata tulivyokwenda Algeria, ndio na mimi tulifanyaga vibaya, tulifungwa goli 7 bila. Wale Algeria walikuja hapa kwenye sherehe za miaka 10 ya Chama cha Mapinduzi. Tukacheza nao tukawafunga hapa mechi mbili. Wakaona hata haiwezekani, wakawalika mwende kwao. Wakatualika twende kwao. Mwezi ule wakalipiza. Basi unajua niliwasumbua, na hapa niliwafunga goli 2. Niliwafunga goli 2 mimi mwenyewe. Wakasema tulivyofika Algiers wakawa wanauliza yule namba 9 alifunga goli 2 atakuja na yeye. Akaambia yupo. Wakaanza kwa wasiwasi. Sasa tulivyokuwa tunafanya mazoezi wakawa wanatazama wale. Wanakustadi. Wanatazama, basi huwezi kuamini. Walinikaba, walihakikisha upati kitu. Walihakikisha sipati kitu. Hata nafasi moja tutakuchukua na nini, lakini hao wapi, sikupata nafasi. Wewe kusema kweli, na wenzetu wako makini. Kuna vitu vingine unajua wanakuwa wako more technique, wakifanyia kitu wanakuwa wako serious kweli kweli. Kwa hiyo safari ya mchezo wangu wa mpira wa miguu ni ndefu. Baada ya hapo sasa Yanga nikawa mchezaji sasa, naaminiwa na watu. Nikatengeneza familia kwa maana marafiki wengi, ndugu jamaa, wengine unawakuta humo kwenye mpira ndio umekuwa ndugu na jamaa. Baada hapo nikaenda mwaka mmoja, nilikwenda Warabuni kucheza professional. Lakini sikuweza kukaa sana kwa sababu niliwacha Yanga katika hali mbaya sana hapa. Wakati natoka hapa, washambuliaji wake wengi wa Yanga nilimwacha Abdalla Burhani, alikuwa yuko kwenye injury. Nikamwacha na Dennis Mdoe. Hakuwa na wakati mzuri sana na yeye. Kwa hiyo timu ikawa haifanyi vizuri. Sasa mimi nilikuwa nimekwenda kule. Kwenda kuuma sana. Ikawa hali sio nzuri. Nilikosa kibali cha kucheza kwa sababu Yanga alikataa kabisa kutoa kibali. Pamoja na hapo lakini nilikaa mwaka mzima. Niliporudi tu siku hiyo Yanga akanifungulia. TFF akanifungulia na Manafati. Niliporudi tu kwamba ucheze. Gazeti la asubuhi wakatangaza Mziba kafunguliwa, ile na adhabu yake. Nikaongea na uongozi wa Yanga kipindi hicho, alikuwa Emmanuel Mpangala, alikuwa katika mmoja kama wafadhili, hakuwa kiongozi wa timu. Mfadhili. Alikuwa ni mfadhili, alikuwa anatusaidia sana wachezaji. Alikuwa rafiki yetu. Emmanuel Mpangala alikuwa rafiki yetu. Familia kabisa ya Yanga alikuwa rafiki yetu. Then baada ya hapo tukaongea naye mimi asubuhi nikapewa mechi, na mechi hiyo tulicheza na African Sports. Victor Mkanwa anafunga goli, mimi nasawazisha. Watu wakaanza kuimba uwanjani kwamba nimerudi na nini, basi tukawa tunazungumza yale yamekwisha. Kama yamekwisha tukaja tukatengeneza. Kwa hiyo mwisho wangu kucheza Yanga ilikuwa ni mwaka 92 ndio nimaliza. 98
90 sikucheza mwaka mzima kwa sababu niliumia. Okay. Na mimi mwanzo kabisa wa kuanza kuacha kwa sababu nilipata injury kubwa, niliumia crucial ligament. Aish, hiyo inachukua muda sana. Niliumia crucial ligament nikaja. Sasa unajua ukiwa umeumia unakuwa na concentration na vitu viwili. Kwanza ucontrol mpira, lakini lazima utakuwa na jeraha, unalifikiria kuna jeraha. Hata kuna ile 50-50 ile unakuwa na wasiwasi, ngoja niache. Kwa sababu mimi zamani wakati nacheza mimi nilikuwa napita tu. Ukiniwekea mimi watu wawili mimi naingia kati. Na nguvu. Naingia kati na kwenda. Lakini sasa hapo inabidi uanze kuangalia. Ugonjwa. Una control, lakini kwanza unafikiria hapa ngoja. Kwa hiyo unakuwa huchezi kwa uwezo wako, sio 100%. Sio 100%. Kwa hiyo nikaenda mwaka wa pili nikarudi kwenye uwanja kona sio baadaye imefika 92 ile ndo anakuja Sakina Mohamed Hussein. Tunapata mbadala sahihi Mohamed Hussein ili Nyamila nani kila siku rudi Chambua. Kwa hiyo kuna mengi sasa lakini hasa mimi timu ambayo nafikiria sana katika maisha yangu ni Brazil. Kama ningekuwa ninasema labda ningekuwa na uwezo ningeweza kuanzisha academy nzuri tu kabisa pale mkoa wa Kigoma kutafuta vipaji, kwa sababu kuna vipaji. Ni timu ambayo ukiangalia hapa ina wachezaji wengi, lakini japokuwa wengine wameshakufa, lakini wachezaji katika wachezaji kuna yote ambaye alikwenda far akafika kwenye timu kubwa kama wewe. Yupo mmoja hapa. Yupo mmoja anasimama. Wako wawili. Yuko mmoja anacheza mpaka Pamba Mwanza. Okay. Ni goalkeeper anaitwa Karuta Waziri. Karuta Waziri alikuwa ni goalkeeper. Yupo mwingine Rashidi Hilali Msongera. Yeye kacheza mpaka professional Arabuni, kacheza Ratsika Kigoma, kacheza Ratsika Gera, kacheza Pamba Mwanza, then akaenda akacheza Omani. Hapo ilitoa wachezaji. Sasa kabla tujamaliza kuna kitu nilikuwa nataka pia, yani kwa ajili ya watazamaji wetu utupe hata listi kidogo ya timu ya Yanga ile ambao ulicheza nayo na timu ya taifa ambao utakumbuka, wachezaji wakumbuka ambao ulicheza nao. Tupigie moja mpaka 11. Kinye yuko golini hapo. Golini Sufu Ismail Bana. Alphabet 2 Ahmed Amasha. Mathematics. Yes. Alikuwa na akili nyingi sana jamaa. Huwa anakuja hapa. Huwa anakuja na kutoka, anakuja na kutoka. Lakini mpaka sasa iko Omani. Jogoo. Jogoo, mimi unamjua Jogoo? Athmani Juma Chama Jogoo. Chama yuko Arusha Chama. Yule Chama Rashidi. Okay. Yanga kuna Chama wawili, sawa. Chama Rashidi na Chama Athmani. Athmani, sawa. Athmani Chama. Okay. Sasa Athmani Juma Chama ndio alikuja pamoja na Bana kutoka Mwanza. Mimi nikakuta pale. Hiyo list pale nyuma ikiwa imekaa hapa, unajua pale kuna Amani. Alafu kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Alan Shomari. Kama kucheza Alan Shomari, nacheza Isiaka Hassan. Chuku au wawili. Namba 6 General marehemu Juma Mkambi. Yeye alipewa general. Huyo ni general huyo. Maana yake yule ilikuwa kama jambo likishatuzidi. General vipi? Tunamtazama yeye, tunamwambia general vipi bwana? Wewe ndio general bwana. Sawa. Tulieni. Bado mambo mazuri. Kwa hiyo wana engineer shirikiana na Charles Boniface Mkwasa, master. Namba 8. Namba 9. Namba 7 anakwenda Hussein Idi. Hussein Idi kama atakuwa kuamka vizuri, lakini Omar Hussein anaanza kulia. Kipindi ambacho tumekuja sisi ilibidi ufanyike changing ya nafasi ya shambuliaji, kwa sababu
Ilija kuonekana mimi ni mrefu. Makumbi mrefu. Okay. Alafu huwezi kutuweka wote. Kwa kuonekana Omari kwa sababu ana speed sana. Omari ndio pembeni. Okay. Kwa hiyo Omari kanacheza kama ile wing midfield, anaingia ndani, anatoka. Okay. Kwa hiyo Marcel ilikuwa ni namba 7. Namba 8 kama nilivyosema Charles Boniface Mkwasa. 9 nacheza mimi. Au mzee wa kufunga magoli. Au 9. Maki pale ilikuwa nataja walimu wakitaja wanasema nyinyi mtajua na wenyewe. Lakini tunapewa maelekezo. Kwa hiyo ilikuwa akitaja Makumbi akaambiwa 9. Mimi baadaye nakuja namuhamisha uwanjani, naambia bana wewe hama wewe cheza hapa, mimi nitacheza hapa. Wewe 10 9 na 10 ilikuwa mimi na Makumbi Juma. Okay. 11 anacheza Hussein Idi. Omar Hussein Idi upande wa pili. Flag upande wa pili. Wanao feed. Kwa hiyo ilikuwa ni timu yetu, kutana mtu yote hapa bara anapata shida, labda timu za kigeni. Lakini kwa hapa bara kishapanga list hiyo, Chama, Sunani, Sunani nani. Hakuna wasiwasi. Bingo wetu kutupigia penalty Siaka sana. Ikitokea penalty yote, lazima tupige. Alikuwa hakosi. Na unahesabu hilo ni goli. Sawa. Kwa hiyo unajua kwenye mpira hamwezi mkacheza wote 11. Hamwezi mkacheza wote 22. Lakini kuna watu wengine wapo nje, kwa maana huyu anatokea hivi. Lakini timu ambayo nilikuta mimi Yanga ilikuwa ni timu bora kabisa. Na ukiwaambia wale Yanga wa zamani wakwambia timu bora kabisa. Ukiondoa sasa hivi dunia sasa hivi, kwa sababu sasa hivi watu kusema lakini timu bora kabisa, sababu sisi tumewatoa kwenye mikono mibaya. Sisi tumewatoa kwenye mikono ya kufungwa na Simba. Hiyo ndio mkairudisha heshima ya Yanga tena. Heshima. Sasa tulikuwa tunafungwa sisi 70 ngapi? Tunafunga 6. 76. Walipigwa 6. Mara mpigwa. Ngapi mara mpigwa 4, mara kufuma hapo mfungo. Lakini pale ndio mkafunga break. Tukawaheshimisha na heshima ndio ilianzia pale mpaka leo. Heshima ipo. Kitufunga jamaa tufunga, lakini sio kutufunga kudhalilisha. Ile ya uonezi kama wakati ule. Paka kwa Kajole hiyo mechi akakalia kabisa mpira. Mimi jina langu la utani la mpira walinipa Tekero. Kwa nini Tekero? Unajua kuna wakati tunaweza kwa mmefanya mashambulizi kila aina. Ngoma inakwama. Lakini sasa nikamwambia jamani, wenyewe wanasema tutafute kona hata hizi 2 3. Basi na Mungu alikuwa ananijalia. Mimi namshukuru sana Mungu. Mungu alikuwa ananijalia. Katika hali ngumu kabisa. Mimi nafunga goli. Sawa. Ile goli alirudi tena. Kwa hiyo mashabiki wenyewe wale wapenzi wa Young Africa, tafuteni kona jamaa. Hivyo mtu alikuwa anafikia time anasema kama jamani kona jamani. Unajua tu lazima utaiconvert. Kwa hiyo watu wakanipa jina la Tekero kwa maana mchawi. Kwa maana zamani unajua wale nani watu wale matekero wale wanakwenda kwa nani watu wale. Kwa hiyo nikaonekana kama huyu Tekero akifunga goli halirudi. Tekero. Kwa hiyo nikapewa jina. Na hilo jina ni maarufu ulikuwa hata ila beni mzima. Yaani mimi nikisikia unaniita Tekero, unajua hata kama utakuwa huko wapi, unajua huyu wa Mwenga huyu, utakujua huyu ananijua mimi vizuri. Na ni mwananchi ananijua vizuri sana. Unaweza kunita sangine Abedi, mimi kana tembea tu. Abedi si wengi. Abedi kana bali Abedi mjira. Lakini ukisema Tekero tageuka lazima. Unajua kabisa huyu ananijua vizuri. Huyu ni Mwenga mwenzangu. Kwenye familia mpira kuna mambo mengi. Ni mengi hapa tumezungumza machache. Sawa. Hapa tumezungumza machache. Yako mengi. Kuna vile visa. Mnakwenda kwenye mechi kubwa mnakutana Simba na Yanga. Kuna visa mnavikuta, kuna visa mnaviona. Mnaingiaje uwanjani, mnataka mfanye nini? Yote iko siku tutakuja tutadisia. Sawa. I say, yani umetupa story ndefu sana. Na unajua watu especially vijana wa sasa hivi wanakuwa wajui mpira zamani ilikuwa ni competitive sana, na japokuwa ilikuwa technology hakuna sana, unakuta saa nyingine hata waganga wazuri wa kusaidia watu wa michezo hakuna, mnaingia katika mazingira magumu, lakini
ilikuwa ni mpira mzuri sana. Sasa just imagine dunia leo kuna kila kitu kwenye mpira kila kitu kuna sema tu ukisema tu hapo iko kocha wa goalkeeper zamani si hakuwa kocha huyo mkuu ndio kocha wa goalkeeper si ndio unajua kabisa kulikuwa hakuna kit manager ambaye anakaa na vifaa vya klabu kit manager hakuna. Zamani ilikuwa ni mtu anapewa jezi, hatuna jezi za warm up jezi za warm up ndio hizo lakini sasa hivi kuna jezi za warm up timu ya physio watu kuangalia tu afya yako ikoje kwa ajili ya warm up then baadaye mnakuja mnavaa uniform za kwenda kuchezea. Sasa hivi timu kama Yanga inaweza kachezea kipindi cha kwanza kachezea jezi hizi zikilowana sana wanabadilisha zingine pia wanazo pia mbili nakuja nazo kwa akiba lakini zamani kutana vilabu kama hapa kwetu kukutana jezi ni pea moja afu watu wa physio hakuna inabidi tu ukatibie hospitali na manesi hao wa kawaida tuna madaktari kina daktari Mgazija ndio tunao hamna mtu kucheki diet ule nini ufanye nini unakwenda kwenye mechi hakuna lishwa ugali hapo afu naambia ingieni lakini sasa hivi unaangalia vitu vingi sasa hivi kila kitu kipo kila utachokuja sasa hivi dunia leo kila kitu kipo lakini bado mpira wetu bado nakubali ulikuwa bado mzuri kipo mchezaji kitu gani yupo si nini yupo daktari wa kuangalia si nini yupo wa kuangalia chakula chenu yupo kwa hiyo ingekuwa tumepata na sisi hivi nafikiri ingekuwa tungefanya vizuri sana kweli hatukupata hivi lakini tulikuwa na changamoto tuliperform sana sana tulikuwa tunacheza tunashindwa lakini tulikuwa tunaonesha una kitu fulani kitu kikubwa sana lakini sasa wapenzi watazamaji wetu mmesikia wenyewe leo tulikuwa na legend hapa Abedi Mziba Tekero ambaye ametuelezea mengi ambayo yalitokea miaka ile ya wahenga na mimi kama kawaida bwana kabla sijamaliza huwa napenda sana kutoa appeal kwa viongozi na timu zingine kubwa na ndogo ambazo ziko kwenye ligi. Ni vizuri kuwatumia legend hao tulionao kwa ushauri. Wanaweza wakatusaidia sana kurudisha na kupandisha timu zetu kwa sababu wao wana uwezo mzuri wa kuangalia talent ziko wapi, wakazikuza, wakasupport wachezaji walionao, unaona. Na wenyewe kwa sababu wanaangalia kwa jicho tofauti ni rahisi sana kwao kuweza kujua shida iko wapi. Kwa hiyo tujaribu kuwatumia vizuri. Na bwana Abedi Mziba yuko hapa da, anapatikana kiurahisi tu. Unaweza ukacheki hata na sisi, tutapatia contact zake na nafikiri anaweza kuwa msaada mkubwa sana. Sasa ndugu watazamaji wetu, kitu ambacho tunaapili kwenu tena ni just subscribe, like and share, comment, na then you'll be the first one to know tutakapoleta interview nyingine. Ndugu Abedi Mziba, nashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi chetu. Tumefurahi sana, tumeongea mengi, lakini nafikiri bado wewe nitakutafuta tuongee tena. Sawa. Mimi nipo salama. Basi tutatafutana tena. Asante sana. Ndugu wapenzi watazamaji wetu, tunashukuru kwa kuwa nasi kwa kipindi chote ambacho tumekuwa tukiongea mawili matatu na ndugu Abedi Mziba. Till next time. Thank you.